Hiyo ni ya leo ambao utafungua na kuwajulisha ya kwamba watu 15 wamefariki katika ajali ya mashua kuzama huko kilomita 65 na mji wa Mbandaka. Alihakikisha habari hiyo ni kiongozi mkuu wa Msalaba Nyekundu jimboni Equatori Bwana Kolomba Mapuya, ambaye ni mashua iliweza kutokea huko katika eneo ya Maika na kujielekeza iliyopatika. Ajali hiyo iliweza kufanyishwa kwa kilomita 65 na mji wa Mbandaka. Urefu wa habari hiyo mtafuta katika ukarasa wetu ijayo. Kufatana na ajali ambayo ilifanyizwa hapa mjini Kinshasa ya mvua na kuzamisha makao ya watu mbalimbali, ambayo liwali wa jimbo ya mji wa Kinshasa Daniel Bumba aliweza kujielekeza huko. Waliweza tena kuvumbua mwili ya watu 9 baada ya operesheni ambayo iliweza kufanyizwa ya kuweza kupeleka watu katika vituo mbalimbali iliyotangaziwa na serikali kwa ajili ya kuchunga wale ambao waliweza kuguswa na ajali ya kuzamishwa kwa makao yao na mvua hiyo na wengine kupoteza vifaa yao. Kufatana na hiyo ndio liwali wa jimbo ya mji wa Kinshasa Daniel Bumba aliweza hivi kuongoza pia mkutano kufatana na ajali hiyo ambayo alialika wakongomani wote wawe na ushirikiano kwa wakati huu ambao mji wa Kinshasa imepitika katika hali ya tatizo kutokana na ajali hiyo ya hali ambayo iliweza kufanyizwa na karta mbalimbali ya mji wa Kinshasa kuzama kwa maji na raia hata kusababisha vifo vya watu. Siku ya pili ya mkutano hiyo ya mara ya kwanza huko, waziri mkuu samani Bibi Judith Suminwa Tuluka ambaye alihudhuria huko katika eneo ya Abu Dhabi, ambako waziri mkuu siku ya pili hiyo ilikuwa zamu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo katika kituo ya eneo ya Anapi. Mnaposha kujua kwamba waliweza kufasiria hali ya kuinua kazi ya wenye mali na kupiga nukta zaidi kulingana na eneo yenye kulindwa pia kwa faida ya wenye mali kutumika nchini DRC. Bibi Judith Suminwa Tuluka, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliweza hivi kufasiria ya kwamba wametia zaidi tumaini kwa ajili ya hali ya utofautisho wa kiuchumi katika mahusiano bora ya faida ngambu yote mbili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na sekta muhimu kama vile kilimo, teknolojia ya habari na hata eneo nyingine mbalimbali yenye kuboresha hali ya wenye mali kuweza hivi kutumika nchini DRC, na hali hiyo imekuwa halali kabisa kwa wale wenye kuwa na mali kuweza kutumika nchini DRC katika sekta mbalimbali. Habari kusika na utalii, tuajulisha ya kwamba waziri kusika na utalii alipokea kwa mazungumzo, aliweza hivi kuwa na mazungumzo na bwana Zurab, huyo ambaye ni katibu mkuu wa ONI kusika na utalii, ni kwa ajili ya kuhakikisha kweli kuhudhuria kwao katika mkutano kuu ya utalii pia utamaduni ambao utafanyizwa hapa mjini Kinshasa tarehe 16 hadi tarehe 18 Julai mwaka huu tunayo hapa mjini Kinshasa, ambayo hiyo itakuwa festival ambayo itaweza kuinua sekta ya utalii ambao ni moja msingi ya maendeleo nchini. Waziri kusika na sekta hiyo DJ Mpambia Musanga aliweza hivi kutafakariwa na bwana Zurab kwa ajili ya mafanikio bora mkutano huyo, na alihakikisha ya kwamba wataweza kuhudhuria katika mkutano huo. Na mnapaswa kujua kwamba viongozi wengi hata nchi mbalimbali wamekwisha kuhakikisha kuhudhuria kwao katika mkutano huo kuu ambao utaweza kuinua sekta ya utalii nchini Kinshasa, kwani hayo ni moja ya msingi ya maendeleo. Habari nyingine ni kuwajulisha ya kwamba kufatana pia na kuzama kwa maji ya makao mbalimbali ambayo ilifanyizwa huko katika jimbo la Kongo Central, hasa zaidi kunako eneo ya Kasangulu katika jimbo la Kongo Central, ndio waziri kusika na michezo Didier Mdibu aliweza hivi kujelekeza hapo kwa ajili ya kuwapa moyo wale walioguswa na ajali hiyo. Mnapaswa kujua ya kwamba Didier Mdibu yeye kama vile baba mzazi hakujelekeza hapo mikono bure, lakini alileta msaada mbalimbali kwa zaidi ya watu ambao waliweza kutambulishwa katika ajali hiyo.
Aliwaletea saki ya unga, aliwaletea saki ya muhindi, hata mafuta, sardine na kazaa kwa ajili ya kuwapa moyo kwa kufatana na ajali hiyo ya mvua kali na kuzamisha makao yao. Unapaswa kujua ya kwamba wanaume kama vile wanawake, watoto waliweza kufaidia pia na mavazi na vifaa vingine mbalimbali, pia mfuko ya pesa ambayo itaweza kuwaruhusu kuchukua makao nyingine ili wapate kuanzilia maisha bila tatizo yoyote. Wamama wa CPM wa Wizara Skayo na Madini waliweza kuandaa sherehe yao kwa ajili ya kukomesha mwezi ya wamama ambao iliongozwa na waziri makamu kusika na sekta hiyo Godard Motemona. Alikuwa ku Hotel Hilton. Tufate. Sisi ni taifa ya Kongo Kinshasa. Wamama wote leo siku ya 8 Avril banajiorganize juu ya kusaidia taifa ya Goma kumisutenir kwa msaada kidogo tulikuwa nayo juu ya nini jamaa kule. Tunamipenda sana, Mungu amilinde na azidi kumisaidia. Msaada wetu ni damu tulipeleka juu ya kumisaidia kule. Hatuna na mingi ya kusema, na hii kidogo tulikuwa nayo ni ile damu tulipeleka juu ya maka yote ile ilipatikana kule, wa baba, wa mama, watoto, bantu bote kule kugoma. Tunafurahi sana na tunaomba Mungu azidi kabisa kumisaidia na kumilinda. Habari nyingine katika jimbo la Kasai ya Mashariki, huko ambako kipindi ya kwanza ya vifaa ambavyo vitaweza kusaidia kwa ajili ya kujenga bawa hiyo ya Chala kwa ajili ya kuinua hali ya umeme katika jimbo la Kasai ya Mashariki. Sehemu ya kwanza ya vifaa hivyo vya kazi viliweza kufika hapo kupitia uwanja ya ndege ya Bipemba, huko ambako watu wa eneo hiyo raia walikuwa wakingojea vifaa hivyo ambavyo vitaweza kuinua hali ya umeme katika jimbo la Kasai ya Mashariki. Yapata ni toni 4 ya vifaa ambayo vitaweza kuboresha kituo ya umeme ya Turbine 13 ambayo itaweza kutoa umeme ikawa kuna kushirika Miba na kaza. Alihakikisha hivyo kiongozi wa shirika Seko Bwana Kolavi aliweza kuhakikisha na kusema ya kwamba vifaa hivyo vitaweza kusaidia kwa ajili ya kujenga bawa hiyo. Upande wake watumishi wa shirika hiyo ya Seko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vifaa hivyo vilipita hapo, waliweza kujelekeza kupokelewa na liwali wa jimbo kwa ajili ya kumtolea heshima na kuhakikisha kwamba kipindi hiyo ya kwanza ya kazi ya vifaa ya kazi iliweza kufika hapo na itaweza kutumika kazi kwa ajili ya kutolea umeme kwa raia ya eneo ya Kasai ya Mashariki. Habari katika jimbo la Kasai ya Kati yajulisha ya kwamba Christian Lumbu Bakatwamba, yeye ambaye amejigaramia kweli aliko ambayo iliweza kutoa na baba wa taifa kualika wakongomani wenye kuwa nchini na wale wenye kuwa nje ya nchi wenye kuwa na mipango mbalimbali ya kuleta maendeleo wapate kurudia nchini ili wapate kujenga nchi na kuleta mchango yao katika sekta mbalimbali. Christian Lumbu Bakatwamba yeye amekuwa yule moja mfuasi ambaye ameendelea kuhimiza onyo hiyo, kwani mpango yake ambayo imekubaliwa huko katika jimbo ya Kasai ya Kati ya kuweza hivi kuleta kuboresha sekta ya uchukuzi ikiwa kupitia gari, kupitia pikipiki ya pine 2 hata 3 ambayo imetiliwa barabarani kwa ajili ya kudarisha hali ya uchukuzi katika jimbo hiyo ya Kasai ya Kati. Katika pia sekta ya kilimo wamejigaramia hapo. Bwana Christian Lumbu Bakatwamba yeye amealika pia wale wakongomani wenye kuwa nje kuweza kufuata mfano yake kwa kurudi nchini na kuweza hivi kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali. Kilimo nayo haibaki nyuma, kwani wameandaa mpango hiyo mbalimbali. Alihakikisha hivyo Bwana Christian Lumbu.
Habari kuhusu mazingira tuwajulisha ya kwamba Agape ambayo imeendelea kukongoa saini ya watu mbalimbali kwa ajili ya ukingo ya pori, pia ukingo ya mito hata maji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatana na hiyo ndio presidenti wa Agape Eric Sope pamoja na katibu mkuu waliweza kujelekeza katika district ya Funa zaidi katika mtaa Makala kwa ajili ya kuhimiza watu kukataa aina yoyote ya uharibishi kwa pori hata mito na maji. Alitoa aliko zaidi kwa vijana wa Kongomani wapate kuwa nyuma ya baba wa taifa wakiunga mkono vikosi vya FARDC pia wazalendo ambao wameendelea kutetea nchi na kufungia adui wa amani njia, kwani Kongo ya jamhuri yetu ni kwa ajili ya Wakongomani wote. Hapo ni muhimu, tunapashwa kulinda pori yetu pia mito yetu ambayo ni mali ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kutupatia. Alihakikisha hivyo katibu mkuu na pia kiongozi wa Agape. Habari nyingine ni katika mtaa Masina. Utajulisha kwamba kampeni ya kuhimiza watu kulingana na hatua halali ya kuweza kujenga makao yao ya uamsho pia zamiri iliheshimiwa katika mtaa Masina zaidi kunako eneo ya Mapela, huko ambako hata kama mvua kali ambayo iliweza kunyesha na kuzamisha mahali nyingine mbalimbali, wakaaji wa eneo ya Mapela hawakuzama, kwani siku zilizopita mteule wa taifa Jean Ngoi aliweza kujelekeza hapo na kuhimiza raia kwa ajili ya kutoa uchafu ndani ya mifereji, na hayo iliweza kuonesha tunda, kwani wakati mvua hiyo iliweza kunyesha na kuzamisha makata nyingine mbalimbali, raia wa eneo ya Mapela hawakuzama, kwani mifereji yao ilikuwa ilifunguliwa vizuri, na hapo wameheshimu kabisa hatua halali ya majengo kufatana na gisi mteule Ngoi Jean aliweza hivi kuwahimiza. Na kwa masemi hiyo ndio raia wa eneo hiyo ya Mapela walimshukuru mteule kwa kusema ya kwamba hatua hiyo ambayo aliweza kuchukua ya kuhimiza raia na kualika wale wenye kuweza kufanya majengo hapa na pale muhimu wapate kuheshimu kanuni mbalimbali yenye kuhudhuria hali ya majengo, kanuni mbalimbali yenye kufasiria vizuri muhimu ya majengo na kuheshimu kama gisi imetangazwa na wataalamu wa sekta hiyo ya majengo. Katika jimbo la Okatanga tajulisha ya kwamba kama vile mumejua ya kwamba siku zilizopita baba wa taifa aliweza kutangaza hali ya mazungumzo hiyo ama consultation ambayo iliweza kufanyizwa na mshauri wake wa kipekee kusika na usalama bwana Eberand Kolongele Kazimir, ambaye hatua hiyo iliweza kusifiwa na kiongozi mkuu wa Fachi Vision ya Fachi Renove bwana Kalimbu. Yeye kama vile desturi hachoke kamwe, alihimiza muhimu ya mazungumzo hiyo ya taifa ambayo itaruhusu baba wa taifa kuweza kutangaza serikali ya umoja ya taifa, hapo ambapo wakongomani wote watakuwa pamoja. Hatua hiyo itaweza kuleta tena umoja na ushirikiano kati ya wakongomani, kwani wakongomani wote wataweza kujikutana katika serikali hiyo ya umoja ya taifa. Alisifu pia kujitolewa kwa liwali wa jimbo la Katanga la juu bwana Jacques Kabulakato wa ndani, pia spika wa baraza la bunge ya jimbo hiyo Michel Kabwe. Habari nyingine kwa ajili ya kuhimiza wagereva kufatana na kanuni mbalimbali ya kupunguza hali ya uzorotaji wa matembezi kunako barabarani hapa mjini Kinshasa, ndio komisheni ya CNPR ambayo waliweza kushuka barabarani kwa ajili ya kuhimiza wagereva wakiwatolea vikartasi yenye kufasiria kanuni mbalimbali ya utaratibu pia busara kunako njiani kwa ajili ya kuepuka ajali mbalimbali kwa wakati huu. Alihakikisha Bibi Marie Catherine Fataki na kusema ya kwamba sherehe ama shabaha ya kushuka kwao kunako barabarani ni kwa ajili ya kuhimiza wagereva wakiwatolea vikartasi yenye kufasiria utaratibu njiani na kuepuka ajali mbalimbali yenye kutokana na kutokuheshimu kanuni yenye kuandikwa kunako barabarani, kwani CNPR imehusika na sekta hiyo ya kuhimiza wagereva kufatana na kanuni ama alama mbalimbali yenye kuandikwa kunako barabarani. Walialika wagereva wawe pia wale ambao wataweza kuheshimu kanuni hiyo na alama mbalimbali barabarani kwa ajili ya kuepuka ajali mbalimbali yenye kutokana na uchukuzi.
Habari nyingine ni kuwajulisha ya kwamba huko katika eneo ya Delvaux kwa ajili ya kukomesha mwezi ya wamama, ndio wamama wa IDPS Delvaux waliweza kujikusanya hapo kunako mbele ya kiongozi wa kituo ya IDPS Delvaux Berlamin Kimbulu, ambako aliweza kualika wote wa mama wa IDPS hawa wajigaramie na watumike kazi kwa ajili ya kutetea kweli haki ya mwanamke. Aliweza pia kualika ya kwamba wao wote wao kama vile wa mama wawe nyuma ya baba wa taifa kufatana na hatua mbalimbali ambayo amechukua kwa ajili ya kuimarisha amani katika eneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na aliwalika pia wawe nyuma ya vikosi vya FARDC pia wasujaa ya wazalendo. Wafuasi wa Radio Television ya Taifa, ni katika habari yetu tumepika nukta kwa habari yetu ya jioni leo. Kwa niaba yetu napikia asante, Mwenyezi Mungu tukutane kwa siku za usoni inshallah. Tout de suite, info en Chiluba.